Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Ni safari ya Young Africans katika hatua ya matumaini kutoka Tanzania mpaka kule kwa Farao, Misri. Ni safari ambayo Young Africans haijawapa usingizi hata siku moja, bado wanaiwazia. Tangu kuanza kwa AFCON mpaka kuisha kwa AFCON, Young Africans roho mkononi wakiwazia National Al Ahly. Yes, nadhani ni mechi ngumu kwao, mechi ambayo inatengeneza tempa na pressure kubwa sana kwa wananchi. Namna gani kuweza kuchomoka katika mdomo wake, ukikumbuka kwamba Young Africans dua zake nzito ni juu ya kuipata sare dhidi ya National Al Ahly, huku wakifanya maombi ya maana na ya adhana kuweza kumaliza ule mchezo ambao utachezwa AS FAR Rabat dhidi ya JS Kabylie waweze kutoka sare. Kwa nini Young Africans wamekuwa na dua nene na nzito na usingizi hawapati? Kila siku wapo katika nafasi ya kuwaza. Ni kwa sababu Young Africans anahitaji alama moja kuweza kujisogeza nafasi ya pili kuwa katika nafasi ile ile, kwa maana ya kuongeza namba moja kwenye ile alama 4 walizonazo ziwe 5, huku Al Ahly akisalia na alama 5. Lakini pia AS FAR Rabat na JS Kabylie, kwa nini Young Africans anawaombea wapate sare? Wanahitaji wakipata sare wote wawili waweze kuwa na alama 2-2, wasalie nyuma yake. Yani kwa maana Young Africans anahitaji JS Kabylie pamoja na AS FAR waendelee kuwa nyuma yake, yeye awe nafasi ya pili. Mahesabu ya wananchi hayako mbali sana na mahesabu ya National Al Ahly, ingawa National Al Ahly anahitaji 3 ili aweze kukua zaidi au kuwa juu zaidi, kwa sababu ni klabu kubwa katika kundi hilo, ni klabu kubwa kwa Young Africans. Lakini bado haipunguzi umri kwa Young Africans kupambania alama moja, kwa sababu ameshawahi kutoa sare katika mechi dhidi ya National Al Ahly msimu 2023-2024 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo goli lilifungwa dakika 90 ya za mwisho kabisa na Percy Muzitau baada ya miscommunication, yani kukosekana kwa mawasiliano kati ya Bakari Nondo Mwamnyeto na Djigui Diarra. Lakini the heavyweight man, best X factor, Pacome Zouzoua ndiye ambaye alirejesha furaha ya wananchi katika dakika 95 zile za mwisho, baada ya kudribble mpira kumpa Kennedy Musonda akampa tena, kama ile nakupa na kunyima na weka. Ndivyo ambavyo Pacome Zouzoua alifanya na ikatendeka, na ndivyo ambavyo wananchi wanaendelea kuonesha ni kwa namna gani wapo katika malengo mazuri, na wameongeza sajili ambazo zitaenda kupambana vizuri zaidi kuhakikisha wanamaliza kabisa National Al Ahly. Yes, wamemsajili Starboy kutoka Uganda pale Vipers ya Uganda, bwana Alan Okello. Lengo la wananchi si kuchekesha wala kutoa burudani tu, bali ni safari ya mafanikio kutoka eneo moja mpaka lingine. Yani nafasi hii au msimu huu wamedhamilia. Ikumbukwe misimu miwili nyuma au mitatu Young Africans imetajwa kimataifa zaidi. Msimu 2022-23 ikiwa na Nasir Mohamed Al Nabi ilisifanikiwa kufika hatua ya fainali ya shirikisho barani Afrika baada ya kumtoa Malo Gallant ya Afrika ya Kusini. Huku alikuwepo Fiston Kalala Mayele kama mfungaji kinara katika klabu ya Young Africans, na ndiye aliyekuwa mfungaji bora wa ligi ya shirikisho barani Afrika. Kumbuka kwamba katika michuano hiyo Young Africans waliuza wachezaji wengi walikuwa na thamani kubwa katika kikosi. Alikuwepo Juma Shabani Soja Bemba, alikuwepo Yannick Bangara, mzee wa kazi chafu, mtulivu wa akili na roho na pila mwili vyote vinasimama hapo. Lakini alikuwepo Jose Tukapel Moloko, Khalid Yaucho, Mudathiri Yahya Basa ambaye kwa sasa bado yupo, Stefan Aziz ambaye yuko Wydad Casablanca. Lakini usisahau Trisla Trubo Kisinda ambaye alitimkia katika klabu ya RS Berkane. Lakini pia katika msimu 2023-24 Young Africans ilimuuza pia Nasir Mohamed Nabi, ikabakia na
kocha mpya kabisa Miguel Gamondi, ambaye huyo alileta virio na misiba mingi sana baada ya kumpiga Simba goli 5. Alihamia huko barani katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako walikufa vibaya mno. Alishatembeza goli 4 kwa CR Belouizdad, kitu ambacho hakikuwa kawaida katika ardhi yetu ya Tanzania, ligi ya mabingwa barani Afrika. Alifika hatua ya robo finali akakutana na Mamelodi Sundowns. Mechi ilikuwa ya moto kweli kweli pale Benjamin Mkapa mpaka Victoria. Lakini safari ya wananchi bado inadhihirisha kwamba wapo katika matumaini mema ya kuhakikisha kwamba msimu huu afe beki afe kipa, lazima watafika mahali wanapataka. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, wavulana kwa wasichana, hii ni safari ya wananchi in the.com, Leonard TV na